Kundi la Hamas limekataa mpango wa kuvuliwa silaha katika ukanda wa Gaza Strip uliowasilishwa na ofisa mkuu anayehusishwa na juhudi za amani za Donald Trump. Hii ni kwa mujibu wa ofisa mwandamizi wa Kipalestina mwenye ufahamu wa mazungumzo hayo. Ofisa huyo alimshutumu Nikolai Mladov, ambaye ni mwakilishi wa juu wa Gaza katika jopo la amani linaloongozwa na Marekani, kwa upendeleo unaodaiwa kuelemea upande wa Israel, huku Mladov akiwasilisha mfumo wa kuvuliwa silaha wa Gaza mwezi uliopita kama sehemu ya awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano hayo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Hamas imewaeleza wapatanishi wa kikanda kuwa haitaanza mazungumzo ya awamu ya pili hadi Israel itakapotekeleza kikamilifu masharti ya awamu ya kwanza ya makubaliano hayo. Kwa upande wake, Israel imesisitiza kusonga mbele na hatua inayofuata bila kuona maendeleo katika mpango wa Hamas wa kuvuliwa silaha. Hali hii imeongeza mkwamo katika juhudi za kufikia suluhisho la kudumu. Wakati huo huo, mjumbe wa Hamas alikuwa anatarajiwa kukutana na mkuu wa ujasusi wa Egypt mjini Cairo kabla ya kuondoka nchini humo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuendeleza mazungumzo hayo. Awamu ya kwanza ya mpango wa amani ilisimamisha mapigano, kurejesha mateka wa Israel waliokuwa wakishikiliwa na Gaza kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina, na kushuhudia kuondoka kwa sehemu za majeshi ya Israel kutoka Gaza. Hata hivyo, tangu kuanza kwa mazungumzo ya awamu ya pili yaliyotangazwa na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff mwezi Januari, kumekuwa na mkwamo mkubwa kati ya pande hizo mbili, huku awamu hiyo ikilenga kumaliza vita kabisa, kuvuliwa silaha kwa makundi ya kijeshi na kuondoka kikamilifu kwa majeshi ya Israeli. Katika msimamo wake, Hamas imesisitiza haitajadili suala la silaha hadi mashambulizi, mauaji na kile wanachokiita ukiukwaji wa makubaliano pamoja na njaa inayoendelea Gaza vitakavyokoma, huku ikidai pia kuondoka kabisa kwa majeshi ya Israel na kuwepo kwa vikosi vya kimataifa kulinda raia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.